wa kigimbi, kwa Kiingereza tunaita calf muscles. Sasa kwa sababu unasimama all the time na unatembea all the time, kumbuka kutembea kunafanya kiwiko kiingie ndani, alafu unaweka pressure kwenye kisigino. Kusimama kunafanya kigimbi kikakamae. Kigimbi kikakamaa kinajivuta juu hivi, matokeo yake pale kwenye kisigino kunakuwa kuna pressure. Kwa hiyo kuna pressure za aina hii mbili. Ya kwanza kwenye msuli wa paja wa mbele, pressure ya pili inatoka kwenye msuli wa kigimbi kuwa very tight. Ndio maana ukiwa umelala, ukiamka tu, yani umeamka umekanyaga mguu chini ile unasimama, maumivu ni makali mpaka unashindwa uanzie wapi. Kwa sababu ya hizi muscle imbalance mbili. Sababu nyingine kuu ya kwa nini wewe unapata hayo maumivu ni aina ya viatu unavyovaa. Kipindi cha nyuma kuna series nilishawahi kuitengeneza inaitwa Watu na Viatu. Ndani ya series ile nimeelezea namna ambavyo viatu vinabadilisha structure ya mguu kiasi kwamba ule mguu unaanza ku lose function yake, including kutembea. Sasa wewe ambaye unatembea kwa muda mrefu na unasimama kwa muda mrefu, tena kwenye mguu ambao tayari una pressure kutoka kwenye kigimbi na paja la mbele, alafu unavaa viatu kama Mosimo, unavaa viatu ambavyo kwa mbele vinaenda kukuminya mguu hivi, lazima utakuwa unapata haya maumivu. Kwa hiyo hizi ndizo sababu kuu mbili zinazokuletea wewe shida hii ya plantar fasciitis. Na ukitaka suluhisho ni mazoezi. Mazoezi yapi? Tukutane kwenye the next episode. Mwah.